Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika channel hii ambayo imewekwa hapa kwa ajili ya kupeperusha mafundisho mbalimbali. Mungu akubariki kwa kuendelea kutufuatilia katika masomo yote ambayo yanaendelea kupeperushwa hapa. Mungu akubariki sana. Tunakuja na fundisho la shule ya Sabato la 11 linalokuwa na kichwa kinachosema vikwazo. Kumbuka ni somo la 11, na juma ambayo iliisha tuliendesha hapa somo linalokuwa na kichwa kinachosema toba na msamaha. Ilikuwa somo ya 10. Leo ni vikwazo, somo la 11. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, mbariki yule mtazamaji, mtakase, simamia fundisho hili ambalo tunataka kujifunza hapa, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Somo la 11 lina kichwa kinachosema vikwazo. Neno vikwazo linaeleweka sana katika lugha hii ya Swahili. Kila Mswahili Tanzania, Nairobi, Kenya, hata Kongo, unaposema vikwazo watu wanaelewa vizuri. Yaani hatuna haja ya kuangalia kwa kamusi, kwa sababu neno vikwazo imesemeka na inaeleweka sana. Sasa fungu la kukariri ni kitabu cha Warumi 5 aya ya 3 hadi ya 5. Warumi 5 aya ya 3 hadi ya 5 inasema, wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Mungu abariki neno lake. Fungu la kukariri linatuelekeza kwamba unapokuwa katika maisha yako, wanatuambia tuwe katika furaha katika ziki, kwa sababu ziki kazi yake katika maisha yetu inaleta saburi. Saburi ni uvumilivu, ni moyo wa kuvumilia, na saburi katika kazi yake inaleta uthabiti wa moyo, na uthabiti wa moyo katika kazi yake katika maisha yetu inaleta tumaini, na tumaini inasimama imara wakati tunaongozwa na Roho wa Mungu. Yaani tunapoelezea vikwazo kulingana na shairi hili la kukariri, utagundua kwamba vikwazo niyo magumu. Magumu ni vikwazo vya maisha. Yaani vikwazo sio tu vikwazo katika uhalisia wake, bali vikwazo ni magumu, majaribu yanayotokea wakati wewe haukutarajia. Ni vitu vya ajabu, vitu vinavyotuumiza, vitu vinavyotuchoma moyo. Utangulizi unatuelezea habari ya msichana mmoja ambaye alikuwa akitembea. Bahati mbaya kama nzuri, mvula ikanyesha ikamgonga vizuri sana, tone zikaanguka za mvula. Sasa yule msichana alikuwa akikimbia ili aingie nyumbani. Sasa baba yake alikuwa akimtazama kwenye dirisha, akaona mtoto namna alivyokuwa katika mvula. Sasa yule mtoto alikuwa kaonyesha mambo ya kushangaza. Mvula iliponyesha akakimbia katika mvula. Bahati sijui ni nzuri, radi zilipoanza kuwaka. Mnajua kuna wakati radi inawaka. Pia radi inapowaka, kale kamsichana kale katoto kanatazama juu. Radi inawaka, kanatazama juu. Radi inawaka, kanatazama juu. Kakafika nyumbani. Kalipofika nyumbani, baba akauliza, mbona wewe wakati radi ilipokuwa inawaka, mambo ilipokuwa inapiga, ulikuwa unatazama juu? Katoto kakajibu kakambia, baba, nilikuwa nikitazama juu na furaha, kwa sababu nilijua Mungu ananibana picha. Mungu ananibana picha. Hiyo ndio ilikuwa wazo ambayo mtoto aliipata. Na katika utangulizi wanatuambia hivi, je, mwitikio wetu ni upi katika zoruba za maisha zinapokuja au tunapopitia changamoto katika uhusiano wetu na Mungu? Je, tunainamisha vichwa vyetu huku mvua ikitupiga migongoni, au tunatazama juu tukisema Mungu anatupiga picha kwa imani? Hiyo ni swali la msingi. Mwitikio wetu ni upi wakati jaribu zinapotokea, changamoto za maisha zinapotokea? Vikwazo ndio somo ambalo tunalisoma hapa. Jaribu linapotokea, je, uhusiano unapoenda ovyo ovyo, je, kuna wakati tunainamisha kichwa ama tunatazama mbinguni na kufurahia Mungu tukisema asante Mungu kwa kutupiga picha? Mpendwa,
Tuone siku Jumapili, dhoruba za maisha. Yesu alikuwa ametumika sana, amehubiri muda mrefu sana katika upande wa Galilaya. Sasa ikatokea wakapanda katika pwani za Galilaya, akatembea, wakaingia katika chombo pamoja na wanafunzi wake ili wavuke katika upande mwingine. Yesu aliyekuwa amechoka akakaa. Alipoingia katika chombo akakaa na akawa na usingizi. Kitabu cha Marko 4 aya yake ya 35 hadi 41 utakuta changamoto, utakuta hapa habari za Yesu amelala, amesinzia. Katika kusinzia kwake zoruba ikatokea, zoruba kubwa ikatokea. Na zoruba ilipotokea, wanafunzi wakaanza kupaza sauti. Katika kupaza sauti wakatazama pembeni, Yesu amesinzia. Wakamwamsha Yesu, Bwana, tunaangamia. Na Yesu alipoamka akasema na bahari, pepo ama zoruba ikanyamaza. Wanatuambia katika jambo hili kwamba hiyo zoruba iliyotokea, kumbuka Yesu alikuwa amelala. Kumbuka wanafunzi wake walikuwa wapya, walikuwa si wapya katika masuala ya bahari, kusafiri baharini. Petro, Yakobo, Yohana walikuwa wavuvi wenye uzoefu mkubwa, yaani walikuwa wamezoea kazi hii. Lakini zoruba ilipotokea, uzoefu wao kuwaokoa, ni Yesu ndiye aliyewaokoa. Ni kwamba itatokea katika maisha, hata mambo ambayo umezoea. Zoruba za maisha hazina hako kuzoea, lakini siri ya kutoka katika zoruba ni kumwita Yesu. Yesu yuko pembeni yako. Inapoonekana kwamba amesinzia kidogo, haja kuacha. Hiyo kusinzia kwa Yesu ilikuwa si kushindwa, bali Yesu alikuwa akipana fundisho kwa wanafunzi wake, na fundisho ilikuwa ni ya imani. Ni katikati ya hali ya kukata tamaa ndipo tunaweza kujaribu kujiokoa wenyewe, namna wanafunzi walivyofanya. Au wakati mwingine ni tunapohisi maumivu ndipo tunapoteza tumaini. Lakini fundisho kubwa leo ni kwamba katika dhoruba ya maisha usipime nguvu yako hata kidogo, kwa sababu katika vita hivi vya maisha, wewe unapopigana Yesu ananyamaza, lakini ukinyamaza unamwita Yesu, Yesu atatupigania. Hiyo ni jambo la msingi nimelipata hapa. Siku ya Jumatatu umeponywa. Hapa katika Jumatatu kuna kisa cha pekee cha yule mama ambaye alikuwa ametafuta dawa huku na kule, ameenda katika hospitali zote, amekosa tiba litakalomsaidia. Na alipokosa, amekienda huku na kule, amekosa pahali pa kukimbia, akakumbuka Yesu, akakumbuka kwamba kuna Yesu. Mara nyingi unapoanza kumbuka mganga wa waganga ambaye ni Yesu, hapo umeanza mwanzo wa tumaini lake. Wengi wameshindwa kujiondoa katika zoruba za maisha kwa sababu wamemsahau Yesu. Hata katika kipindi cha mateso, yule mwanamke ambaye ameteseka muda mwingi, alipofika kwenye umati wa watu akajitahidi kumgusa Yesu, na mguso wake kulingana kitabu cha Marko 5 aya 21 hadi 34, alimgusa mguso wa imani, na Yesu mguso wake ukamponyesha. Wapendwa, si kwamba vazi la Yesu lilikuwaka na nguvu, kwa sababu wote waliokuwa wanamzunguka Yesu walikuwa wanamgusa, wengine wanamsukuma huku na kule, lakini huyu mama yeye alipomfikia Yesu akamgusa, mguso wake kwa vazi la Yesu ulimponyesha. Si kwamba vazi ya Yesu ilikuwaka dawa, lakini dawa ya ugonjwa wa huyu mama ilikuwaka imani yake, ndio iliyosababisha nguvu kutoka katika vazi ya Yesu na kumponyesha. Usikamate imani kama vazi, lakini kamata imani kama umwitikio wako katika jaribu zote zinazokupata, utapata uponyaji. Yule mwanamke ni wa kujifunza sana. Mwanamke huyo dhaifu katika mateso na dhiki yake angeweza kupaki kitandani nyumbani mwake asubuhi hiyo, lakini badala yake aliamua kwa makusudi kumtafuta Yesu kwa tumaini la kuponya. Kumwona akiwa mbali hakukutosha, alimsogelea Yesu kwa karibu. Yesu anatuita kufanya hivyo hivyo leo. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha.
Yaani Yesu hahitaji tulale usingizi. Yule mwanamke katika Marko 5 hakulala, angelala asubuhi hiyo angelipata uponyaji. Uponyaji mwingine utaupata utakapokata hatua ya kumsogelea Yesu. Lakini wengi unaenda kwa wafumu, wengi unaamini mchungaji wako, wengi wanaamini sijui nani, wengi wanaamini. Acha kutoweka imani yako katika watu wanaokula sombe kama wewe, lakini mwekee Yesu tumaini na umsogelee, utapata uponyaji. Jumanne, siku ya Jumane wanatupatia kisa cha Ayubu. Kumbuka Ayubu mpendwa. Ayubu huyu tumemsoma sana, lakini Ayubu alikuwa na mtikio wa tumaini. Ayubu, kumbuka tunapofikiria huyo Ayubu katika vikwazo vyote vya maisha vilivyompata, changamoto za ajabu alizopata, Ayubu alisimama imara. Kumbuka Ayubu huyu alipopatwa na jaribu, yeye hakuwa anajua jaribu litatokea wapi, lakini shetani alipanda kuja kumjaribu, ndio maana alienda kumshitaki. Mpendwa, jaribu zingine zinapokupata ni kwa sababu ya pambano kuu inayoendelea. Pambano, tuko katika uwanja wa mapambano, hatutaishi na amani. Vita vinaendelea, na katika vita hivi inabidi tuwe na tumaini, tumsogelee Yesu katika maisha yetu. Ayubu alipopatwa na majaribu, watoto wake wakafariki, mali zake zote zikaisha. Ukiona mke wake akamsukuma aweze kumlaumu Mungu. Marafiki zake watatu wakatokea. Marafiki walikuja kama wale ambao wanakuja kumsaidia Ayubu, lakini cha kushangaza nao walikuja kumlaumu. Na ile ambayo Ayubu alionyesha, mahali ambapo Ayubu angelimkana Mungu, Ayubu aliweka tumaini. Yaani kumlaumu na kumkataa Mungu au kushikamana naye kwa nguvu zetu zote, hiyo ndiyo jambo la msingi kwetu. Ingawa vita ni vikali, tunapaswa kukumbuka kwamba kwa mtazamo wa milele matatizo yetu ni ya muda na majaribu yetu ni ya muda. Wakorintho wa pili 4:16 hadi 18. Kumbuka majaribu yako yanayokusumbua leo, matatizo yanayoendelea huku na kule, kumbuka ni ya muda. Tazamie Yesu, tazama mahali ambako tunaenda ni pahali pa amani na utulivu. Mkumbuke Ayubu. Sijui umeteseka kama Ayubu. Alishikamana na Mungu alipoingilia kati, Ayubu alibarikiwa sana. Na wewe je, kwako ni vipi? Njia kwenda Emau. Njia kwenda Emau, wale wanafunzi wawili wakielezea wameogopa kulingana kifo cha Yesu, kulingana Warumi wanavyotafuta na Wayahudi wanavyotafuta wanafunzi, walipokuwa wanaongea sana, kulingana kitabu cha Luka 24 aya ya 13 hadi 27. Kumbuka walipokuwa wale wanafunzi wawili katika njia Emau, walikuwa wameogopa, wanaongea vitu vya habari za Yesu, lakini oga ilikuwa ndani mwao. Na katika oga yao Yesu alitokea akawaambia, msifadhaike. Kwa nini mnaoga? Na Yesu anatembea karibu nawe wakati unapotusikia. Tafadhali sikia sauti yake. Kwa nini unaoga? Siku ya Alhamisi mtazame Yesu. Yaani unapoona fundisho hili linaanza na kichwa kinachosema vikwazo, yaani majaribu, matatizo. Hivi ni vikwazo vya maisha, safari ya vikwazo, zoruba za maisha. Na Yesu ananena umeponywa kulingana na imani yako. Kumbuka Ayubu, kumbuka njia ya kwenda Emau. Baada ya hapo, kumbuka kumtazama Yesu. Hapo ndipo siri ya uponyaji wetu. Katika fundisho hili, kumbuka kumtazama Yesu. Yesu ndiye faraja na tumaini letu. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amena.